Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, chuo kikuu cha Zhejiang Sci-Tech kimeunda roboti ya kuchuma majani chai katika jiji la Hangzhou mkoani Jiangxi ulioko mashariki mwa China. Roboti hiyo inafanya kazi kwa bidii katika shamba la majani chai lenye mandhari ya kuvutia, huku ikidhihirisha uwezo wake wa kipekee wa kutambua na kuchagua majani chai kwa usahihi. Tazama. Roboti hii ya kuvuna majani ya chai kwa njia ya kimitambo bado iko katika hatua ya majaribio, ikiwa na kiwango cha mafanikio kinachozidi 87%. Pia kuna roboti za miguu minne zinazokimbia kwa ustadi katika shamba la chai, zikifanya kazi kama wafikishaji wa majani ya chai. Vipengele hivi mbalimbali vya kiteknolojia vinatoa njia mpya katika ukuzaji wa chai. Ninashangazwa sana. Itafanya kuvuna chai kuwa kazi isiyo na uchovu sana kwa wavunaji. Roboti za kuvuna chai sasa zimeibuka kama suluhisho mbadala linalotafutwa kwa hamu. Roboti za kisasa zinachochea mapinduzi ya kilimo nchini China. Katika jiji la Nanjing, mkoa wa Jiangsu, mashariki mwa China, roboti ya kwanza ya kibinadamu yenye cheti cha kustahimili milipuko kwa sasa inafanyiwa mazoezi ya ujuzi, ikiwa na sanduku la zana lenye vifaa mbalimbali kama visu vya umeme na misumeno. Roboti hii inaweza kuchukua nafasi ya binadamu kufanya ukaguzi na kutatua matatizo kwa ufanisi kwa kutumia teknolojia ya hisia nyingi katika mazingira hatarishi. Aidha, chuo kikuu cha teknolojia cha Hebei kimeunda roboti ya kibinadamu inayotoa huduma kwa wazee kwa msaada wa wahandisi kwa miaka kadhaa. Roboti hii sasa inaweza kunyoosha mikono yake mirefu kumwinua mtu mmoja kutoka kitandani na kumhamishia kwenye kiti cha magurudumu. Kwa mfano, mikono hiyo miwili inaweza kubeba mzigo wa jumla ya kilo 90. Kila kiungo cha roboti kinaweza kupinda na kuzunguka kama binadamu, kikiwa na digrii 2 za uhuru. Hatua yetu ambayo sasa inafuata ni kuunganisha vyema mguso na pia kuona, ili kuwezesha mwingiliano bora na watu, huku tukihakikisha usalama. Na mtazamaji, ni hao tuliokuwa tumekuandalia kwenye habari zetu za Kurunzi Mashinani. Shukrani kwa kikosi kizima jamani kilichojiandaa kutayarisha taarifa hizi. Tupatane kwenye upande wa pili wa mazungumzo ya Tamrini. Mgeni wangu tayari naambiwa ashawasili pale upande wa pili. Kwa hivyo mimi langu la kufanya ni kujishusha tu hapa na kutembea aste hadi upande wa pili. Kasichana Masha ndio jina langu. Lensa Odingo amekuwa mwenzangu wa lugha ishara. Tupatane upande wa pili.